Hello, habari ya leo. Karibu kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya, na leo tutazungumzia kuhusu PID au pelvic inflammatory disease, ambayo ni maambukizi ya via vya uzazi kwa mwanamke. Na leo tutazungumzia mbinu za kudhibiti PID ili kupunguza madhara ya kuzuia isirudie tena. Na video hii ni ya elimu ya afya na ichukue nafasi ya ushauri kwa daktari. Kama una dalili kali, tafadhali fika hospitali ili wapate kushauri pia na kupata vipimo zaidi. PID ni nini? PID ni maambukizi yanayoathiri mfumo wa uzazi, mirija ya uzazi, ovary, lakini mara nyingi husababishwa na magonjwa ya zinaa kama chlamydia, kisonono, kaswende na magonjwa kama hayo. Na maambukizi ya uke yasiyotibiwa mapema, PID huchelewa kutibiwa, inawezekana ikaleta madhara makubwa kwa afya ya uzazi. Nini dalili za PID? Inaweza kuleta maumivu ya tumbo la chini au kiuno, lakini pia dalili nyingine ni uchafu ukeni, na dalili nyingine ni maumivu wakati wa tendo la ndoa. Dalili nyingine ni kutoka damu isiyo ya kawaida, homa au uchovu wa kila mara. Pia hizo ni dalili za PID. Wakati mwingine PID haina dalili kali, ndio maana uchunguzi wa mapema ni muhimu zaidi, kwa sababu unaweza ukajikuta unakaa na hiyo changamoto bila kujua. Mbinu nyingine za kudhibiti PID ni nini? Ni kupata matibabu ya daktari mapema, lakini PID hutibiwa kwa antibiotics maalum. Ni muhimu kuanzia dawa mapema, kumaliza dozi zote kama ulivyoelekezwa na daktari. Usiachie dawa njiani, hakikisha unamaliza dozi. Lakini kitu kingine ni kutibu mwenza wa ndoa au mpenzi. Kama PID imesababishwa na magonjwa ya zinaa, mnatakiwa nyote mkajitibu ili uweze kudhibiti hiyo changamoto. Lakini kitu kingine ni kupumzika kwa wakati. Lakini pia upumzike vya kutosha. Tumia dawa ya maumivu iliyoelezwa hospitali, lakini au na mtaalamu yoyote. Maji ya uvuguvugu tumboni yanaweza kusaidia kupunguza maumivu pia. Kwa hiyo ukipata maji ya moto au ya uvuguvugu, wewe kunywa. Lakini kitu kingine, epuka kujamiiana sana hadi upone. Kujamiiana wakati wa matibabu unachochea maumivu au kuongeza maambukizi pia. Na kitu kingine, imarisha kinga ya mwili wako. Kula vyakula vyenye virutubisho, kunywa maji ya kutosha, epuka pombe wakati wa matibabu, usinywe pombe, tunaelewana. Kinga nzuri ya mwili husaidia mwili kupambana na maambukizi. Kwa hiyo ukipata kinga nzuri itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini mbinu ya kuzuia PID nyingine ni kujikinga dhidi ya magonjwa ya zinaa. Tumia kondomu ipasavyo kama hauna uhakika na mwenza wako. Pima afya ya uzazi kila mara. Lakini epuka kujiosha ukeni kwa madawa. Nilikuwa nishafundisha kule. Na kitu kingine ni kuhudhuria kliniki mapema. Dalili ndogo hizi usizipuuzie, tibu mapema ili kuokoa kizazi chako. Na madhara ya PID isiyotibiwa ni ipi? PID isiyotibiwa vizuri inaweza kusababisha ugumba, maumivu ya muda mrefu kwa kiuno, mimba nje ya mfuko wa kizazi. Kama unavyosikia watu mimba zinatunga nje ya kizazi, sio wao. Lakini kitu kingine, kuna maambukizi ya kusambaa kwa mwili, yanaweza yakasambaa maambukizi mengi mwilini. Ndio maana PID ni ugonjwa wa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa sana, usiupuuzie. Na kitu kingine, PID inatibika na inathibitika ikiwa utachukua hatua mapema. Usione aibu kutafuta matibabu. Afya ya uzazi ni haki yako. Jitahidi sana, usiwe msiri sana, usifiche ugonjwa wako. Na kama umejifunza kitu hapo, unaweza ukabonyeza like, ukasubscribe na kushare video yetu ili wafikie wanawake wengi zaidi. Kama una cha kuandika, unaweza ukacomment kama umependa mada gani inayofuata, ili tuweze kufundisha zaidi ya uzazi na afya yako kwa ujumla uweze kuelewa zaidi.